somo la uuguzaji karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Somo la uuguzaji linasema kumwona Yesu na kumtendea mema. Yesu alipokuwa hapa duniani, watu walifurahi kumfuata kwa sababu walipenda kutatua matatizo yao. Walipokuwa na njaa walikuwa na kusaza vipofu walipata kuona, viwete walitembea, wakoma walipona, waliokata tamaa walifarijika na kupata nguvu. Yesu alipokufa na kufufuka na kwenda mbinguni, kazi zote alizozifanya alizikabidhi kwa wanadamu wanaomwamini, ili watu waendelee kumwona Yesu na kufurahia wema wake. Biblia inasema, basi tuwajue kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Wakorintho wa pili 5:20, Yesu aliongea kupitia vinywa vyetu, kutenda kupitia mikono yetu, kuona kupitia macho yetu, kuonesha huruma kwa watu kupitia sisi. Tukifanya kazi walizifanya Yesu kwa kuwatembelea wagonjwa, kuwahudumia wenye njaa, kiu, wageni walio uchi na wafungwa watu hao humwona Yesu akiwahurumia. Pia Yesu anasema kwa kufanya hivyo tunakuwa
25 mstari wa 35 hadi wa 36. Je, mara ngapi umemwona Yesu na kumtendea wema? Kila mara unapokutana na mtihani atambua umemwona Yesu. Umtendee wema, maana Yesu atatamani aendelee kuonekana kwa wanadamu duniani kupitia sisi marafiki zake. Ukimwona mchaji, mtendee mema, maana Mungu akubariki kwa kututumia sisi kama viungo vya mwili wako katika kuwafikia wenye changamoto zote. Tunakuomba wakuone katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.
Tulipomaliza ibada hii, utulinde walinde wote na marafiki zetu, ndugu zetu, wamwenye hospitalini. Asiwe. Nasemaje? Hawa walioko wamehudumu hapa ni wavumbuzi. Nasemaje kwao? Jamani, wengine ndio mara ya kwanza kupanda hapa mbele. Kwa hiyo tuwavumilie jamani. Mungu awabariki. Mkurugenzi wa shule ya Sabato, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya wavumbuzi. Mungu awabariki sana kwa huduma. Tusikize taarifa ya shule ya Sabato iliyopita ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026. Tulikuwa na darasa la walimu ambao lilianza saa 2 kamili asubuhi na tulikuwa na jumla ya walimu 6. Mwenyekiti wetu alikuwa na pia tulihitimisha darasa letu mnamo saa 3 kamili asubuhi na jumla ya walimu 7 na tulikuwa na darasa pia la bobea ambao walikuwa walimu 4. Shule ya Sabato mezani. Tulianza shule ya Sabato mezani mnamo saa 3:15 asubuhi na jumla ya washiriki 40. Na siku hiyo tulihudumiwa na idara ya Ama na Dorcas. Mwenyekiti alikuwa ni Sweta Daudi. Utume kwa watu wazima tuletewa na Rightness Gordon na ukuzaji kutoka kwa Mzee Pablo Mtorela. Tulihitimisha shule ya Sabato mezani mnamo saa 3:45 asubuhi na jumla ya washiriki 100. Taarifa za utume. Huduma yangu kwa Yesu. Watu waliotembelea kwa kusudi la Injili ni watu 3. Idadi ya magazeti, vitabu na vijizio vilivyotolewa ni 2. Idadi ya mafundisho na mahubiri yaliyotolewa ni mahubiri 6. Kwa jamii. Watu waliosaidiwa ni watu 14. Nguo zilizotolewa ni nguo 5. Usomaji wa lesoni na Biblia. Waliosoma lesoni kwa mpango ni watu 10. Waliosoma lesoni japokuwa si kwa mpango watu 18. Waliosoma Biblia kwa mpango watu 7. Waliosoma kesha au roho ya unabii watu. Lesoni za watoto pamoja na watoto wao walikuwa watu 9, lakini walio na miongozo lesoni walikuwa ni watu 39. Hiyo ndio taarifa ya shule ya Sabato. Mungu awabariki. Lakini pia tukiangalia idadi ya watu wanaoanza, mimi wanachukua taarifa wanapopanda wahudumu hapa. Idadi ni ndogo. Tunapokuja kufunga tunafunga na watu wengi. Kwa hiyo tujitahidi kuwahi shule ya Sabato na Mungu awabariki. Karibu mkurugenzi. Tunapoteana. Hebu tuwape amina. Kusema amina na maana Mungu atukuzwe kwa namna ambavyo ametoa program nzuri. Na Yesu asifiwe. Hiyo ndio uhalisia. Na unaponyamaza unasema hajafanya chochote hao. Unawaambia ni Bwana wewe hajafanya chochote. Ukikaa kimya ndio matafasiri yake. Jamani, tunaenda kwenye
Program inayofuata leo hatutakuwa na mgawanyiko. Tunajua kabisa kuna program ya adventure. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame na tukiwa tunasimama ni waombe walimu wadogo na msiveta tulikuja hapa mbele. Tusogee karibu hapa mbele karibu. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante Bwana, umekuwa pamoja nasi tangu program ya vijana wadogo ilipokuwa ikiendelea shule Sabato mezani hapa na mpaka sasa tunapoingia kujifunza neno lako kwa njia ya mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Kwa pamoja nasi tufundishe kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi Sabato iliyopita tulikuwa na somo linasema mashujaa wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi tuligundua katika habari za watu mashujaa. Tuliwaona wakina Danieli, tuliona wakina Henoko wakitembea ndani ya miaka 300. Pia tukaona wakina Musa, tukaona mkao gani wa maombi, tuombe tukiwaje. Kwa hiyo tuligundua mambo mengi katika hiyo siku, lakini kikubwa ni kuwa kwamba tujenge mahusiano na Mungu wa mbinguni, tuzungumze naye mara kwa nini kwa mara kama rafiki yetu. Na hivyo katika siku ya leo tunaingia katika somo linalosema maombi yenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mikono mapema. Karibuni. Somo letu linasema maombi yenye nini? Yenye matokeo. Lina fungu la kariri na katika kitabu cha Zaburi 62 na fungu la 8 linalosema kwamba enyi watu mtumainini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Enyi watu mtumainini siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio. Wapendwa, tunapaswa kuifunua mioyo yetu kwa Mungu wa mbinguni. Somo la leo tumepatiwa visa vya watu watatu wale ambao waliomba na matokeo yakafanyaje? Yakaonekana. Tuna mtu kama Hana tunajua kisa chake vizuri. Tuna mtu kama Elia tunajua kisa chake vizuri, lakini tuna mtu kama Danieli. Sasa hao watu tunataka tujifunze ndani ya dakika chache hizi kwamba hao watu waliomba, lakini kikubwa ni kwamba Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu wa mbinguni aliyevaa mwili anakuja kutuonyesha nini? Kielelezo. Alijitenga na wanafunzi wake na watu wengine akaomba. Tunapaswa kufanya nini katika maombi na hatimaye ili Mungu aweze kutujibu. Karibuni sana walimu. Nianze na mwalimu Sireta. Karibu. Natamani ndani ya dakika ngapi hizi tumemaliza tutapata na program zilizo. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wiki tumekuwa na somo zuri sana, nasema maombi yenye matokeo. Inawezekana katika maisha yako umekuwa na maombi mengi lakini hayana matokeo. Kwa hiyo tutaenda kuelezea mambo machache yanayosababisha maombi hayo kutokujibiwa. Tunaona watu wa Mungu wakiwepo Hana, Danieli, lakini pamoja na Elia walikuwa ni watu wa maombi, lakini maombi yao yalikuwa yanaleta matokeo makubwa na yalikuwa yanaleta matokeo hata ya kubadilisha taifa zima. Mfano Danieli, baada ya kuungama dhambi ya taifa zima na kumwomba Mungu wapatie nafasi nyingine ya kurejea Yerusalemu, hakika Mungu alijibu maombi hayo. Lakini kwa Hana vile vile, baada ya kumwomba mtoto akapewa nani? Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika somo hili, changamoto ya kwanza ambayo inasababisha maombi yetu kutokujibiwa, mara nyingi tunaomba lengo kubwa, maombi yakishajibiwa tujitukuze sisi badala ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama unaomba ombi kwa lengo kwamba Mungu akijibu wewe ndio ujitukuze, hilo ombi halitajibiwa. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo. Lakini changamoto ya pili ni kwamba watu wengi hatuna uvumilivu. Yaani umeomba mwaka mmoja tu ukakata tamaa, ukaacha kufanyaje? Kuomba. Tunapaswa kuomba bila kufanyaje? Bila kukoma, kwa mujibu wa Luka 18 mstari wa 1. Ombeni bila kukata tamaa wala bila kukoma. Lakini changamoto nyingine ambayo inasababisha maombi yetu kutokujibiwa, sisi mara nyingi tunaenda mbele za Mungu kuomba na kupeleka mahitaji yetu, lakini huku kuna watu wengine ambao unakuta tumekosa nao na hatuko tayari kuwasamehe. Kwenye ile sala Baba yetu anasema kwamba Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako lifanyaje? Litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako
yatimizwe, sivyo hivyo? Lakini anasema utusamee kama sisi tunavyowasamea watu wangapi? Wengine. Kwa hiyo usiposamee mtu aliyekukosea, na wewe hata ukienda kuomba msamaha au toba ya dhambi hautasamehewa pia. Kwa hiyo inabidi kwamba kama kuna mtu yeyote ulikosana naye na azeni haujamsamehe, hata ukienda kupeleka umekani mbele za Mungu haiwezi ikajibiwa. Mpaka mkafanyaje? Mkayamalize na huyu uliokosana naye, kwa mujibu wa Mathayo sura ya 18. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa mujibu pia wa Yohana ambaye anasema 4:6 anasema mgawaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini changamoto nyingine ambayo inasababisha maombi kutokujibiwa ni pale ambapo tunaenda mbele za Mungu kuomba mahitaji yetu, lakini kuna kando ya dhambi bado tumezikumbatia. Kuna dhambi fulani bado tunazipenda katika maisha yetu na hatuko tayari kuziacha. Hizi zinasababisha maombi kutokujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama umeenda kuomba mbele za Mungu, hakika unapaswa ujitakase. Angalia fungu la Danieli katika sura ya 9 kitabu cha Danieli. Danieli alipokuwa naomba alianza kwa kumsifu Mungu, kwa kumpa Mungu sifa yake. Lakini ukiangalia kwenye ombi la Yesu vivyo hivyo, anasema Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako lifanyaje? Litukuzwe. Bwana nanga akaungama dhambi zake pamoja na la taifa lake. Lakini baada ya hapo sasa ndipo akapeleka mahitaji yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unabidi unapoingia katika maombi, cha kwanza uanze kumsifu nani? Mungu. Lakini baada ya hapo tubu dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya hapo eleza mahitaji yako, na baada ya hapo ukimaliza shukuru. Changamoto nyingine ni kwamba mara nyingi tunakuwa ni wepesi wa kufunga na kuomba wakati wa changamoto, lakini maombi yetu baada ya kujibiwa ni wachache sana wanaofunga kwa ajili ya shukrani. Jifunze kushukuru, kwa sababu katika kushukuru ndipo Bwana anazidi kukutendea zaidi. Isaya 65:24 anasema kwamba kabla hawajaomba mimi nitasikia nini? Maombi yao na nitajibu. Kwa hiyo ukiwa mnyenyekevu mbele za Mungu, kabla haujaomba Mungu atasikia na atajibu. Mwalimu Roda, karibu sana. Yesu Kristo tunamuona anakuja kuwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Maana kipindi cha Yesu Kristo mwandishi anajaribu kutuelezea kwamba kulikuwa na maombi marefu sana. Lakini Yesu hakuona ule uzuri wa yale maombi. Ndio wanafunzi walipomfuata wakamwambia tufundishe namna ya kuomba kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Ndipo Yesu akaanza kuwafundisha wazungumziaje katika habari ya Yesu Kristo. Karibu. Hebu nianze kwa Hana. Tunaona kuna maombi ya aina mbili, yaani maombi ambayo ya uchungu, lakini baadaye na kuna maombi ambayo ya furaha. Uchungu kivipi? Pale unapokuwa unaomba alafu mbingu ziko kimya, hivi unajisikiaje? Hana, kisa hiki nini kimenitia nguvu? Maana hitaji la Hana ukiangalia ndio hitaji kubwa la watu wale. Hana alikuwa anaomba Mungu na alikuwa mwaminifu, lakini katika hitaji lake, kwa sababu lilikuwa alijibiwi, alikuwa ananyanyaswa. Kwa hiyo nimegundua kwamba unapoomba mbingu zikiwa kimya, katika mambo fulani tunazalilishwa. Lakini si hiyo dhambi ya kuzalia. Unajua Hana hata alipokuwa hekaluni, alipokuwa anachezesha mdomo wake, kuhani mzee huyu, ni kwamba alimzania huyu mama leo. Unaona sasa, leo wakati fulani unaweza kutazama mtu kumbe anamimina maombi yake kwa Mungu, changamoto kwa Mungu, wewe tayari umefika mbali, umeshahukumu kila kitu. Si vizuri. Kwa hiyo hii ni dhambi ya mtazamo mtu umeshahukumu tayari. Lakini mimi nimependa hapa kwamba baada ya kutokupata hitaji lake hakukoma, aliendelea kuomba na tume mbingu zikamsikia. Amina jamani. Lakini baada ya kusikia aliweka nabii. Mtoto alipozaliwa, Hana alitekeleza kile ambacho alimwahidi Mungu. Lakini cha ajabu ni kwamba kuhani Eli imejifunza kwamba aliadhibiwa kwa changamoto ya watoto wake japo alikuwa kuhani. Nimejifunza nini hapa? Kwamba mtu wakati fulani anaweza kuwa kiongozi, nikawa hodari tu kufahamu changamoto za mtu mwingine, lakini ni kwangu nipata changamoto. Lakini nikihitimisha na mwamba Yesu anapokuja habari ya maombi, ile sala kuu ile ni fundisho tu sasa.
unapomwendea Mungu mahali fulani, neno linasema kwamba yeye amwendeaye Mungu ni lazima amini kwamba yeye yupo na huwapa mahitaji wale wamtumainio au wamwendea. Kwa hiyo Yesu anapokuja sana kwamba lazima waamini kwamba Mungu yuko mbinguni na lolote alitakalo atalitenda, lakini hatuna budi kwamba tuweze kuhitaji tumtukuze Mungu. Tuhitaji ufalme wake uje. Tuombe riziki. Tuombe atusamehe dhambi zetu. Lakini unaposema utusamehe dhambi zetu, je, mimi nimewasamehe wangapi? Kwa hiyo mwenyekiti, hii ni sala ya hitimisho kwamba katika maisha yetu ya maombi hatuna budi kumtumainia Mungu hata akichelewa kujibu. Tusikate tamaa, tuendelee kuomba na tujifunze kuombeana na tujifunze kusameheana, lakini tuhitaji ufalme wa Mungu uweze kuja. Bwana Yesu. Lakini kingine tu ni kwamba tunapokuwa tukiomba lazima tuwe na imani. Haya maombi yote ya watumishi wa Mungu, hao watumishi wa Mungu walikuwa na nini? Na imani. Na sikilizeni niwaambie, tunapaswa sana kuwa karibu na Mungu, yaani kuzungumza naye mara kwa mara kama rafiki yetu. Yaani kama jinsi unavyoongea na rafiki zako kila siku, ndivyo unatakiwa kuongea na Mungu wa mbinguni kila siku. Hao watu wanatembea na Mungu. Maana yake ni kwamba walikuwa wanazungumza na Mungu kila wakati, na ndio maana Mungu alikuwa anasikiliza. Sio kwamba alikuwa hajui hali zao, ila alihitaji unyenyekevu wao na kule kukubaliana kwamba Yesu Kristo anaishi ndani ya nini? Ya mioyo yao. Kwa hiyo niwaombe sana katika maisha yetu. Mwandishi amejaribu kutueleza kwamba hivi maisha yako wewe ya uombaji yakoje? Au kila siku huwa unaomba pale, yaani unaomba kwa dharura pale jambo linapokuwa limetokea jambo gumu, unasema kwa kweli hapa bila Mungu, lakini baada ya kutendewa unasahau kwamba kuna nani? Kuna Mungu. Wakati wa raha, wakati wa shida, tunapaswa kuifunua mioyo yetu mbele za Mungu. Niombe mshiriki mmoja tunapokuwa tukifunga ambaye ana kitu cha kuongezea katika somo hili katika siku ya leo. Somo linasema maombi yenye matokeo. Mwalimu George, karibu. Kristo tangu ameanza kuomba, pengine ameomba ombi la aina moja tu katika maisha yake, na kwa kuomba huko ndio kumepelekea hatimaye asiweze kupitia majibu yake. Kimsingi kuna maombi ya kushukuru. Kwa mfano Hana mwanzoni aliomba, sio kwa sababu alikuwa mtoto. Anapokuja kujibiwa anarudi kwa Mungu kwa nini? Mshukuru. Wengi wetu mara nyingi sana baada ya kuomba na kupata matokeo kile ambacho tulikuwa tunahitaji, tunasahau kurudi kwa Mungu ili tufanye nini? Kumshukuru. Lakini pia kuna maombi ya kuomboleza. Kuna maombi pia ya yaani wakati ambapo kimsingi unaona hali sio nzuri sana, unaenda mbele za Mungu, sio kwenda kumlaumu, hapana. Unaenda kuonesha kwamba hali ambayo uko nayo sio nzuri, na kwa hiyo hauwezi ukaenda kwa Mungu ikiwa kuna mambo makubwa unaenda kumchekea. Kwa hiyo katika hali ya kuomboleza. Lakini pia kuna maombi ya ungamo. Wakati fulani unapoenda kwa Mungu, maombi yako ndio kwamba Mungu hawezi kusikia isipokuwa umeungama. Maana yake ni kwamba umegundua kwamba kuna changamoto katika maisha yako, na kwa hiyo kuruhusu Mungu afanye kazi katika maisha yako au mambo yako, inabidi ukubali kwamba makosa uliyofanya sio sahihi, na Mungu anapokusamehe basi unamimina moyo wako kwake. Lakini pia kuna maombi ya mahitaji. Hayo ndio tulikuwa tukipeleka kila wakati kwa Mungu. Tubadilike. Kuna mazingira ambayo kiukweli haupaswi kupeleka mahitaji. Nenda kwa Mungu kulingana na mazingira ambayo kuna kwa kipindi hicho. Lakini jambo la pili, anaposema maombi yenye matokeo, maana yake ni kwamba kuna maombi ambayo hayana nini? Matokeo au hayana majibu. Jambo la ambalo tunajifunza ni kwamba kuna namna ambapo Mungu anajibu. Kama tulijifunza nisome vizuri. Tunaposema Mungu amenyamaza, kimsingi Mungu huwa hanyamazi. Ila ni hivi, Mungu hajibu. Kuna wakati Mungu hajibu kwa kauli. Wakati anaomba Elia, sio pale katika mlima wa Karmeli, pengine alitegemea kwamba Mungu amemshukia kuangalia mwishoni kabisa, wakati Elia amemkimbia Jezebel, sio Mungu alimjibu kwa kumtokea na kumsema naye, sio. Lakini wakati anamuomba kwamba aweze kuonesha ukuu wake katika pambano kati yake yeye na miungu ya Baali, Mungu alikaa kimya. Na sio kwamba alikaa kimya na kufikiria, alijibu kwa nini? Kwa vitendo. Kwa hiyo wakati ambapo Mungu alijibu kwa nini? Kwa vitendo. Inawezekana kwamba sisi tumekuwa tukitegemea kwamba pengine Mungu anatokea katika ndoto. Uone ndoto, alafu unasema Mungu hajafanya nini? Hajakujibu. La, nenda kashughulike na yale ambayo ulikuwa hauna.
Je, kuna kitu ulikuwa una lakini sasa unacho unapokiona, maana yake Mungu amefadhili, Mungu amekujibu. Kwa hiyo huwa anajibu kwa nini? Kwa vitendo na wala sio kauli kila wakati. Swali langu, ninamwona Elia akiitisha pambano. Anamwita mfalme Ahazi, si ndio? Ili ampambanishe, wapambana naye kuhusu Mungu wa nani, wa bahari na nani, na Mungu wake wa mbinguni. Swali langu ni nini? Hivi mimi inawezekana leo au wewe au sisi leo, si ndio? Kuna wimbo mmoja mtu mmoja kusikia anasema hivi, eti mwombee adui yako aishi siku nyingi, si ndio? Hilo unapofanikiwa nini? Ajionee kwa macho, si ndio? Tafsiri yake ni nini? Yaani ni kana kwamba ndicho atakuwa anafanya Elia. Yaani Elia anatamani Mungu afanye kitu ili maadui yake kwa nini washuhudie kwa macho. Hivi tukimwendea Mungu leo kwa Mungu, naomba unibariki leo ili Sulemani aone kwa macho. Uko sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Mwombee adui yako ili unapofanikiwa ajione kwa nini? Kwa macho. Ombi linakuja, ninaomba Mungu naomba unibariki sana ili Magembe aweze kumfariji. Maana Magembe ni adui yangu. Sasa unaponibariki ili ajione kwa nini? Kwa macho. Ni sahihi au sio sahihi? Basi dakika moja tu, karibu. Naomba sekunde 30, karibu sana. Naona kama hayajibiwi, lakini mwandishi ya kuacha kutusisitiza katika baadhi ya mambo kwamba unapoona unaomba kwa muda mrefu na maombi hayajibiwi, unaweza ukachunguza baadhi ya maeneo ambayo pengine yanaweza yakawa ni sababu moja ama nyingine yakapelekea. Cha kwanza akasema chunguza moyo wako kama una hali ya kujielekeza au nini, kiburi. Lakini kitu kingine, angalia msukumo wako wa kuomba ni kitu gani. Saa nyingine unaenda tu kuomba pale unapofikwa na changamoto, lakini kama msukumo wako wa ndani ni kwa sababu unamwamini Mungu na tayari unashuhudia matendo yake, utaona utendaji wa Mungu hata asipojibu kwa wakati huo. Ila kimsingi nachakazia kwamba Mungu hachelewi kujibu. Ndio maana nasema maombi yanapoonekana, lakini mara nyingi Mungu anatujibu na anaweza akajibu kwa namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Naona mikono imekuwa mingi na muda umeisha. Tumeisha. Sasa ni waombe wale wengine tuuze tu maswali yetu na nyongeza zetu, na imani kabla ya kuanza lesoni huwa tuna nini? Tuna utangulizi wa somo la wiki iliyopita. Kwa sababu muda wetu umeisha, basi na sisi tusimame tupate kuomba. Lakini tujitahidi katika habari ya maombi. Na kingine nyenyekea mbele za Mungu na Mungu atakujibu. Ila usiombe Mungu wa mbinguni ile fulani akuone. Hapana, Mungu hatakujibu. Mungu atakujibu pale moyo wako utakapojitoa na kujinyenyekeza mbele. Ndicho alichokifanya Elia. Mungu na ijulikane ya kuwa wewe ni nani? Ni Mungu na mimi ni mtumishi wako, na Mungu alijibu. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana, tumejifunza katika habari ya maombi yenye matokeo. Umetupatia mifano ya watu ambao walikuomba na wakawajibu, lakini walikuomba kwa imani na wakaamini. Akina Hana waliamini na hatimaye ulitenda kwa wakati wako. Bwana, tunanyenyekea mbele zako, nasi tunakusihi ukapate kuwa pamoja nasi. Tupatie Roho wako Mtakatifu atakayeweza kutusukuma na kutuelekeza katika mambo matakatifu ya kuweza kuzungumza na wewe kila mara. Bwana, tusimamie hivyo, tunaomba kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.
Huyo kijana wetu kakamavu kabisa, anakuja akiwa amecheza kwenye mpira, na kweli Mungu akambariki sana. Leo ni askari mmoja, basi naweza kuambia kidogo kuachie muda, basi akikugonga hapo, basi tutaondoka. Wengine pia mwana wa shule taratibu akiwa kakamavu vizuri kabisa, kujitahidi. Mungu hawabariki sana na mzidi kubarikiwa na kuacha watoto kwa ajili ya kuja hapa kujifunza, na watoto wetu pia wako ndani ya Mungu na wote wanapendeza na kila mtoto anatabasamu. Basi sasa muda mzuri kabisa kwa hali unasemaje? Basi tutaendelea kusimama wakati tunataka kuimba wimbo wa chama. Kama wewe unajua huo wimbo, basi na wewe pia tunakualika, na ukiwa umesimama kwa ukakamavu kabisa. Ahadi, kwa kuwa Yesu ananipenda, nitafanya vyema kila wakati. Sheria, kwa mtii, kwa safi, kwa mkweli, kwa wema, kwa nadabu, kwa msikivu, kwa tayari kwa msaada, kwa na furaha, kwa kufikiria wengine, kwa na kicho mbele za Mungu. Basi sasa baada ya kupata sheria pamoja na ahadi, ni muda sasa mwafaka ni waalike muweze kukaa sasa. Karibuni kwenye viti vyenu kwa ajili ya kuketi. Pia na wakaimba vizuri kabisa na wakataja sheria na ahadi, na tuko na vyama vingi humu ndani ya kanisa letu ambao tuliwasajili. Viongozi walifanya kazi nzuri kwa ajili ya kufanya usajili. Sasa pia tuna makamanda wengine wanakuja. Kwa hiyo
Hao wanaokuja ni CFC au Pathfinder au watafuta njia, wakiwa wanaongozwa na kamanda Evelyn Daniel Osano, akiwa amependeza kwa kweli. Mungu hawabariki sana. Lazima pia kwa vijana wakubwa hao pia hawajaacha nyuma. Wao wanasema kwamba na sisi pia ni majeshi wakiwa wamependeza kabisa. Wewe na soko anakosa kabisa akiwa amekataa kweli maslahi kwa mzoni na muda si mrefu atawajibika. Mungu awabariki sana. Moja, mbili, tatu. Tuwatafuta njia shujaa, watumishi wa Mungu, na tuwaaminifu, upole wenu na safi, ujumbe kwa ulimwengu, kweli huweka huru. Yesu Mfalme Mwokozi arudi kwako. Kushika somo la siku na kuomba, fanya bidii katika mambo yote, kutunza mwili wangu, kuwa na moyo safi, furahi daima, kuwa na adabu na utii. Mungu nisaidie. Amina. Ahadi. Kwa neema ya Mungu nitakuwa mpole, mwaminifu, safi, nitazishika sheria za chama cha utaifa, nitakuwa rafiki mwanadamu, rafiki wa Mungu. Mashahidi wa Yesu, chama kizuri chenye kusudi kubwa, vijana wa kiume pia wa kike, mashahidi wa Yesu, tuna ahadi nasi tunaitunza katika hatuogopi. Yesu ametutuma leo tutangaze injili yake. PFC pamoja na vijana wakubwa kuimba hadi pamoja na sheria. Hebu ameni. Amina. Joji Linda Ujasa. Heri ya siku ya uvumbuzi duniani. Kutembea na Yesu. Heri ya siku ya uvumbuzi duniani. Kutembea na Yesu. Kutembea na Yesu. Heri ya siku ya uvumbuzi duniani. Mungu awabariki sana. Amen. Leo ni siku ya pekee sana duniani kote. Leo wavumbuzi wote, wasichana na wavulana,
kama mnaowaona hapo, wameunganika duniani kote na kauli mbiu inayosema kutembea na Yesu, katika kitabu cha Yohana 8 na ule mstari wa 12. Unasemaje? Karibuni sana katika siku hii ya leo ya pekee ya wavumbuzi duniani. Niko hapa kwa ajili ya kukitambulisha chama cha wavumbuzi. Mimi kama mkurugenzi wa chama cha wavumbuzi hapa KECO. Mwaka 1989 huko General Conference. Hapo ndipo chama cha wavumbuzi kilipoanza rasmi. Mpaka leo hii kimetimiza miaka mingapi? 37. Miaka mingapi? Mpaka leo hii kimetimiza miaka 37. Mnasemaje? Amina. Mengi mno. Kuna falsafa, kuna makusudi, kuna muundo, kuna mahitaji, kuna bendera na nembo na madarasa. Falsafa kuu ya wavumbuzi ni kujenga huduma mahususi ya kifamilia kwa kuhakikisha kuwa wazazi wanahusishwa na kuunga mkono shughuli za wavumbuzi. Kwa hiyo chama cha wavumbuzi kina falsafa ya kushirikisha wazazi kwa ajili ya kushiriki katika chama cha wavumbuzi. Makusudi, chama hiki cha wavumbuzi kina makusudi ya kuendeleza tabia ya mtoto katika nyanja kuu 3. Chama cha wavumbuzi kinaendeleza tabia ya kiroho ndani ya mtoto katika nyanja mbalimbali ikiwemo kiroho na kiakili, kugundua uwezo walionao watoto. Pia chama hiki kinaundwa na kanisa, ambalo kanisa ndio sisi hapa kama mnavyotuona. Kinaundwa na wazazi, kinaundwa na mkurugenzi msaidizi. Yuko wapi? Kinaundwa na mkurugenzi msaidizi, kinaundwa na washauri. Huo ndio muundo wa chama cha utafuta njia. Pia kinaundwa na watoto wenye umri wa kuanzia miaka 4 mpaka 9 kama mnaowaona hapa. Hao watoto wanaanzia miaka 4 hadi 9. Hao ndio watoto. Cha wavumbuzi hiki kina mambo mbalimbali ikiwemo bendera. Hii ni bendera rasmi kwa ajili ya kukitambulisha chama cha wavumbuzi. Bendera hii ina nembo ya wavumbuzi kama mnavyoiona hapa. Sasa nitaenda kuelezea maana ya hii bendera na kitu kimoja ambacho kipo hapa. Kwa hiyo mkaona hapa mtoto amevaa ukajiuliza hiki ni nini? Maana hapo unaona kuna nini mnaona? Mmeona nini? Msalaba. Na msalaba hiki kingine? Kuna watu. Kingine? Viti. Nzuri sana. Hii nembo ya uvumbuzi ina rangi kama mnavyoziona. Kuna rangi nyeupe, kuna rangi ya njano, kuna bluu, kuna nyekundu, kuna nyeupe. Hii nyeupe inawakilisha usafi wa moyo na utakatifu wa nini? Wa moyo. Na hii njano inawakilisha uadilifu. Hii bluu inawakilisha utii na uaminifu. Hii inawakilisha damu ya Yesu au kafara ya Yesu iliyomwagika pale. Mkaona kwamba kuna bendera inamaanisha nini? Hii inamaanisha mambo mengi katika kiroho: usafi, uadilifu. Katika hii bendera ya wavumbuzi tunaona kuwa ina nembo ambayo ni nembo mahususi inayotambulisha chama cha wavumbuzi. Hii nembo ina alama mbalimbali. Kwanza kuna msalaba. Pili
kuna maandishi. 3, kuna mazingira. Hapa tunaona kuna mazingira, kuna miti. Pia tunaona kuna watu wawili. Sasa tunakuelezea maana ya kila alama katika hii bendera, hii nembo ya watafuta njia. Hii hapa maandishi yanawakilisha jina la chama cha wavumbuzi. Moja imeandikwa Adventure Club. Pia tunaona kuna msalaba. Msalaba huu unawakilisha upendo wa Yesu na dhabihu. Hapa tunaona kuna watu wawili. Hapa kuna mtoto. Mtoto huyu anawakilisha mwanachama mwenyewe ambaye yuko tayari kukua na kujifunza katika nyanja 3: kiroho, kiakili na kimwili. Na hawa ni wazazi ambao wanaoenda kuwakilisha sasa kuwa walezi wanaotoa malezi bora kwa ajili ya watoto. Ningeomba kama kuna baba na mama wana mtoto wa Adventure hapa, waje wamshike kama hawa walivyomshika. Baba na mama sio mmoja tu. Yaani kama unajua na mtoto hapa, baba na mama mje mshike mtoto wenu kama hawa walivyoshika. Wazazi wote wenye watoto waje washike mkono na hapa mbele. Kama unajua na mtoto washika na kumshika huyo mtoto. Huyo mtoto anawakilisha mwanachama mwenyewe ambaye yuko tayari kuwa mwanachama, yuko tayari kujifunza mambo ya kiroho na kimwili. Mfano kama huyu mwanachama ambaye anawakilisha huyu. Sasa hawa ni walezi, baba na mama, ambao wako tayari kwenda kutoa malezi kwa hawa watoto. Mungu awabariki. Ndivyo mkae. Uumbaji na asili ya Mungu ya uumbaji. Nadhani sasa kila mtu atakuwa ameelewa maana ya bendera ya wavumbuzi. Akiona hii bendera atajua kwamba rangi nyeupe inawakilisha nini, njano inawakilisha nini, blue inawakilisha nini, nyekundu inawakilisha nini, nyeupe inawakilisha nini. Sasa mtakuwa mnaelewa, na mkiona pia hivi mtakuwa mnaelewa kwamba hawa wanawakilisha nini. Ndio kuanzia leo mjue hivi hawa wanawakilisha hivi. Katika chama hiki cha wavumbuzi kimeundwa na madarasa 4 hadi 9. Sasa niombe 7, 8, mmoja. Haya ni madarasa 6 yanayounda chama cha wavumbuzi kama mnavyowaona. Miaka 9, miaka 8, miaka 7, miaka 6, nimesahau mitano. Ni mwenye mitano tu. Miaka 9, miaka 8, miaka 7, miaka 6,
miaka 5, miaka 4. Kwa miaka 4 anawakilisha darasa linaloitwa kondoo mdogo, kinda la ndege, nyuki wa shughuli, mwali wa jua, ujenzi na mkono wa msaada. Hayo ndio madarasa 6 yanayounda chama cha wavumbuzi. Huyu mwanakondoo mdogo anawakilisha mwanakondoo mdogo ambaye yuko tayari kujifunza, na Yesu akiwa ndio kielelezo chake katika kujifunza. Kama tunavyoona kwenye Biblia, kondoo anawakilisha nini? Alafu huyu kinda la ndege, tunapopa kinda la ndege ni vitoto vya ndege vidogo ambavyo haviwezi vyenyewe, vinategemea uwezo kutoka kwa wazazi wao. Kwa hao miaka 5 kinda la ndege wanategemea wazazi waweze kuwasaidia kukua polepole katika kiakili, kimwili na kiroho. Huyu nyuki wa shughuli, kama unavyojua nyuki hatulii sehemu moja, anaruka huku, anarukia huku, anarukia huku. Kwa hiyo hawa nyuki wa shughuli ambao wao yaani wanataka kujifunza, wanataka kugundua vitu vingi, wanataka kujifunza vitu vingi. Hawa nyuki wa shughuli. Kama tunavyojua nyuki wa shughuli tunavyomjua nyuki hatulii sehemu moja, na pia hawa wanajifunza kwa pamoja. Kama tunavyojua nyuki huwa wanakusanyika kwa ajili ya kutengeneza inaitwa asali tamu. Hao ndio nyuki, wanafanya kazi kwa pamoja, wanapenda kujifunza kwa pamoja. Na pia nyuki wa shughuli wakikusanyika wanatengeneza asali tamu. Kwa hiyo hao nyuki wa shughuli wanategemea kuzalisha tabia njema katika jamii, wakiwa kanisani, hata wakiwa shuleni. Kwa hiyo kama nyuki wa shughuli tunategemea azalisha asali tamu ambayo inatakiwa kuonyesha tabia njema na maadili mema. Ndio maana wakaitwa nyuki wa shughuli, hawatulii. Hata darasani kuna wafundisha hawatulii. Mara anaenda huku, mara anarudi huku. Kwa hiyo unapaswa kuelewa kwa sababu wao nini? Nyuki wa shughuli wanataka kugundua vitu vingi na wanapenda kujifunza kwa pamoja. Hapa ni mwali wa jua, miaka 7. Mwali wa jua, kama tunavyojua mwali wa jua ni mwangaza. Kwa hiyo hao huwakilisha kwamba tabia zao ziweze kuwa mwangaza, ziwaangazie wengine. Ndio maana wanaitwa mwali wa jua. Ujenzi, kama tunavyojua kazi ya ujenzi ni kujenga. Tunategemea hawa watoto waweze kujenga tabia njema. Kuna mkono wa msaada. Mkono wa msaada ni darasa la mwisho katika darasa hili la wavumbuzi. Mkono wa msaada, yeye ni mtoto ambaye anajifunza na anategemea kuanza kuwa mkono wa msaada katika kuwasaidia wazazi, kuisaidia jamii, kufanya hata kazi za nyumbani. Ndio maana wakaita mkono wa msaada. Mungu awabariki, rudini mkae. Najua mtakuwa nadhani katika hapo nitakuwa nimeshamaliza kuelezea na kukitambulisha chama cha wavumbuzi, na najua mtakuwa mmeelewa vitu vingi ambavyo mlikuwa hamvifahamu, kama bendera na nembo yake, kama madarasa haya 6 yalikuwa yanawakilisha nini. Nadhani sasa mtakuwa mmeelewa. Kwa hiyo napenda kuwasisitiza wazazi niwalete watoto kwenye chama cha wavumbuzi. Kama hawa wazazi ambao wamejitolea kuwaleta watoto wao, watoto wanajifunza mambo mengi sana. Watoto hawa wanajifunza vitu vingi sana. Kwa mfano, watoto hawa wanajifunza tuzo moja inaitwa Mwana Mazingira. Siku moja nilikuwa ni mshuhuda natoa kidogo jinsi ambavyo hawa watoto wanajifunza. Nilikuwa tumefundisha ile somo la Mwana Mazingira. Mtoto mmoja alikula ice cream ile, akatupa karatasi chini. Wenzake akamwambia kuwa
Kwa nini unatupa hiyo karatasi chini? Tumefundishwa kuwa mwana mazingira anatakiwa kutunza mazingira vizuri na asitupe uchafu ovyo ovyo. Kwa hiyo tunaona tayari kuwa hapo huyo mvumbuzi alikuwa tayari ameshaanza kuliishi hilo somo. Kwa hiyo mtu wanajifunza vitu vingi, hata lugha za alama wanajua. Kwa mfano ule nimwite mtoto mmoja hapa aje aandike jikakate kwa lugha za alama. Umeona? Kuna vitu ambavyo wanajifunza. Hawa wavumbuzi wakiwa wadogo sasa hivi wakaanza kujifunza lugha za alama. Je, wakisikia wakubwa sasa kwa wamejua vitu vingi. Kwa nini wanajifunza vitu vingi sana? Kwa hiyo na wasii wazazi wenu, mimi kama mkurugenzi na wasii wazazi wote kuwaleta watoto wenu kwenye chama hiki cha wavumbuzi. Mimi kabla sijaanza nilisahau kufanya utambulisho. Tutaenda kufanya utambulisho kwenye chama na hata pia idara ya vijana kwa ujumla. Chama cha wavumbuzi kina viongozi wawili ambao ni mkurugenzi mkuu ambaye ndio mimi hapa, naitwa Julita Joseph, mkurugenzi mkuu, na pia na mkurugenzi msaidizi ambaye ndio wewe hapa, anaitwa Benjamin Mwaipopo. Pia chama cha utafuta njia kina wakurugenzi wawili. Makongoro ndio huyu hapa mkurugenzi wa chama cha utafuta njia. Hao ndio viongozi wa chama na mkurugenzi mkuu Joseph Boni. Hivi ni maisha nadhani haipo. Pia viongozi mmoja mkurugenzi msaidizi popote ulipo. Naona hayupo. James Audifasi mkurugenzi mkuu. Kuna mzee anayeongoza idara ya vijana. Karibu mzee, tutambulishe. Amina. Hiyo ndio timu inayounda na kuongoza idara ya vijana, viongozi mbalimbali kutoka jimboni. Ningeomba Makongoro ndio watambulishe viongozi hao ambao wametembelea siku ya leo kwa ajili ya kuja kututia moyo. Karibu watambulishe. Bwana ni mwema na wakati wote. Charles Gibson huyo alikuwa ni nadhiri wa chuo kikuu, lakini sasa hivi ni mstaafu. Na pia kipindi cha nyuma alikuwa mratibu wetu wa jimbo la Ilala, lakini sasa hivi wamechukua wakampeleka huko, sasa hivi tukasa, wakasema kwamba njoo huku tukasa. Lakini kwa mapenzi yake mema na kanisa letu la Keko akasema kwamba anakuja Keko lazima. Amina. Amina. Nimalizie tu kwa sababu muhimu sana niwaambie viongozi wenzangu kwamba tuna pia vijana wengi nao tuona humu ndani, na kuna kijana mmoja kwa upendeleo tu nitasimamisha. Mwaka jana alikuwa mzee wa vijana na yeye pia amefanya tumefika hapa tulipo, na hata alipokuwa mzee wa vijana alikuwa anatupigisha kwata huko, tulikuwa tunaimba nyimbo huko. Anapenda sana mambo ya vijana. Naomba atakapohitaji support tuweze kumsupport ili ahitimu master guide kama alikuwa anahitimu. Emmanuel Payable au si Mota, si mama hata kidogo hapo kile viongozi wa kwa. Ni kijana mkereketo. Anapenda sana mambo ya vijana. Basi Mungu awabariki sana. Wabariki sana kwa usikivu wenu. Sasa tunakaribisha viongozi wa kanisa. Tuimbe kanisa wote, tusiwe kwa mmoja wetu akiwa amenyamaza kimya.
kwake Yesu, nakumbuka upendo wangu, vimenivuta moyo. Mbinguni pake Yesu